Naam, lakini kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni mimi Asha Juma. Polisi nchini Uganda imetangaza kuwa watu 46 wamefariki kufuatia ajali barabarani iliyohusisha mabasi mawili ya abiria. Isabela Mwagodi na maelezo zaidi. Ripoti zinasema kuwa mabasi hayo yaligongana katika barabara kuu kaskazini mwa mji mkuu Kampala na kusababisha magari mengine kupoteza mwelekeo. Idadi ya watu waliofariki ilipunguzwa baada ya watu kadhaa walikuwa wamekisiwa kufariki kupata ufahamu tena. Rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amejumuika na viongozi wengine na raia kutuma risala zao za rambirambi kwa jamaa na marafiki waathiriwa wa ajali hiyo na kutangaza msaada wa dola 1,500 kwa kila familia ya aliyepoteza mpendwa wao kwenye ajali hiyo. Idara ya polisi sasa imetoa tahadhari kwa madereva kuwa waangalifu ili kuepusha ajali kama hizo. Mke wa rais wa zamani wa Gabon Sylvia Bongo na mwanawe Nurdin wamesema kuwa hawawezi kurejea nyumbani ili kujitetea mahakamani kuhusiana na tuhuma za kutumia vibaya fedha za umma. Mawakili hao wanasema kuwa kesi hiyo imechochewa kisiasa na kwa wateja wao hawatatendewa haki. Mawakili hao wamesema kuwa hadi kufikia sasa hawajapokea nyaraka zozote za mahakama kuwataka wawili hao kufika mahakamani. Wawili hao walikamatwa baada ya mapinduzi ya mwaka 2023 yaliyomuondoa madarakani Rais Ali Bongo ambaye kwa sasa yuko mjini London baada ya kuachiliwa kwa dhamana. Mahakama ya Umoja wa Mataifa ya Haki ICJ imesema kuwa Israeli ilikiuka wajibu wake chini ya sheria za kimataifa wakati ilipozuia misaada ya kibinadamu kwa raia wa Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza. Hamida Abubakar na taarifa zaidi. Ikitoa maoni yake ya ushauri, mahakama hiyo imesema Israel kama taifa linalodhibiti eneo hilo ilistahili chini ya sheria za kimataifa kuruhusu na kuratibu shughuli za kusambaza misaada na kuwa haipaswi kutumia njaa kama silaha ya vita. Mahakama hiyo imesema kuwa Israel ina wajibu wa kushirikiana na mashirika ya Umoja wa Mataifa ikiwemo shirika la kutoa misaada katika eneo la Gaza, UNRWA. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliwasilisha kesi katika mahakama hiyo kutafuta ufafanuzi baada ya Israel kupiga marufuku shirika la UNRWA ikidai kuwa linashirikiana na wapiganaji wa kundi la Hamas. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametaja pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kutumia mapigano kama mwanzo wa mazungumzo ya kumaliza vita nchini humo kama hatua nzuri, lakini kiongozi huyo wa Ukraine ameelezea mashaka yake kuwa rais wa Urusi huenda sikubali mpango huo. Zelensky ambaye yuko nchini Sweden ambako amesaini mkataba wa kununua ndege 150 za kivita. Watu 7 waliuawa nchini Ukraine hapo jana usiku kufuatia mashambulizi makali yaliyotekelezwa na wanajeshi wa Urusi. Miongoni mwa waliouawa ni watoto wawili mjini Kiev na vilevile mjini Kharkiv. Watu 27 walijeruhiwa baada ya shule moja ya chekechea kushambuliwa kwa mabomu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa watu kupambana na habari za kupotosha kuhusu uhifadhi wa mazingira, mwezi mmoja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutaja mabadiliko ya tabia nchi kama sarakasi za uongo. Akiongea katika makao makuu ya utabiri wa hali ya hewa duniani mjini Geneva, Guterres aliangazia umuhimu wa kukabiliana na unyanyasaji katika mitandao. Amesema katika kipindi cha miaka 10 iliyopita dunia imeshuhudia vipindi vya viwango vya juu vya joto. Na waziri wa usalama wa ndani nchini Ufaransa amethibitisha kuwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Nicolas Sarkozy atalindwa na maafisa wawili wa ulinzi akitumikia kifungo chake cha miaka 5 gerezani. Maafisa wawili wa ulinzi wamewekwa karibu na seli anakozuiliwa Sarkozy. Sarkozy alifika gerezani hapo jana baada ya kupatikana na hatia mwezi uliopita ya kupokea ufadhili wa kampeni yake mnamo mwaka 2007 kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi. Ulinzi huo umetolewa kutokana na hadhi yake ya kuwa rais wa zamani wa nchi hiyo. Hii ni BBC.
Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Asha Juma. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Kenya matangazo haya yanasikika kupitia Nyota FM. Nchini Tanzania matangazo haya unapokea kupitia Radio 5 na Radio Free Africa. Nchini DRC unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Hii leo uko nami Belden Waliaula nikiwa mjini Nairobi na mwenzangu ni Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante Belden. Tukianza moja kwa moja ni kuwa chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema kimesema kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho bara John Heche amesafirishwa hadi Tarime na jeshi la polisi baada ya kukamatwa leo asubuhi. Gaston Garubindi, wakili mkurugenzi wa sheria wa chama cha Chadema, amedhibitisha hilo. Jambo la John Heche halipo Dar es Salaam bali lipo Tarime na kuwa tayari amesafirishwa kuelekea huko kulingana na wakili Gaston. Wakili Gaston aliongeza kuwa kama chama wanajipanga kwa ajili ya mawakili waliopo mkoani Mara na wengine kutoka Mwanza kwa ajili ya kutoa huduma za kisheria. Kupitia kwa DZCO afande George Bagemu anadai ni kweli wamemkamata John Heche kwa makosa ambayo hajayasema, lakini anasema jambo la John Heche haliko Dar es Salaam, liko Tarime, na amedai kwamba jeshi la polisi tayari wameshamsafirisha John Heche kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime. Kwa hiyo kama chama tunajipanga sasa kwa maana ya kuagiza mawakili walioko mkoa wa Mara na mawakili wengine kutoka Mwanza ili waelekee huko kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria kwa makamu mwenyekiti. Kwa hiyo makamu mwenyekiti, kwa taarifa ya jeshi la polisi ni kwamba hayuko Dar es Salaam. Baada ya kukamatwa kwake amesafirishwa kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime, ambapo wao wanadai tuhuma zake ziko kule, na wao baada ya kumkamata wameshampeleka kule kwa ajili ya hatua nyingine zaidi. Sasa akizungumza leo asubuhi, katibu mkuu alisema makamu mwenyekiti hakuwa amepewa wito wowote wa kuitwa. Katibu mkuu wakati anatoa taarifa kwa umma alisema makamu mwenyekiti hakuwa amepewa wito wowote wa kuitwa. Vile tunashangaa tu kwa nini kiongozi mkubwa kama makamu mwenyekiti anaweza kuvamiwa au kuviziwa hapo nje ya geti la mahakama na kukamatwa. Kwa sababu kwa hadhi yake, kwa nafasi yake ya uongozi, angeweza tu kuitwa kwamba tuna jambo na wewe kituo chochote cha polisi. Kama kama mwenyekiti wa chama angeweza kutia huo wito angeenda. Kwa hiyo hakuwa na huo wito. Na ndio maana asubuhi katibu mkuu wakati anatoa maelezo yake akasema kama jeshi la polisi limemkamata kutokana na taharuki iliyokuwa imetokea nyuma wakati akijaribu kuvuka mpaka kwenda Kenya kwa ajili ya mazishi ya Raila Odinga, kama shida ni hiyo, basi jambo hilo wala halikuwa na ulazima wote wa kufanya walichokifanya. Kwa sababu angemwambia tu Mheshimiwa Heche tunakuhitaji, angeenda wangemaliza jambo lao. Sasa Heche alikamatwa akiwa njiani kuelekea kusikiza kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Tunaendelea kumtafuta mkuu wa polisi kanda maalum Tarime Rorya kwa ufafanuzi zaidi kuhusu kukamatwa kwa bwana Heche. Na mkandona hayo, shirika la Amnesty International limesema hatua ya Benki ya Dunia kuipa Uganda ufadhili wa pesa baada ya kusitisha ufadhili huo kwa muda kutokana na sheria ya kupinga mapenzi ya jinsia moja inapa fursa ya wao kuhimiza serikali ya Uganda kuiondoa sheria hiyo. Hamida Abubakar na taarifa zaidi. Sheria ya kupinga mapenzi ya jinsi moja nchini Uganda ni mojawapo ya sheria kali duniani dhidi ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsi moja maarufu kama LGBTQ, ikiwa ni hukumu ya kifo kwa yeyote atakayepatikana na hatia hiyo. Baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kuidhinisha sheria hiyo mwaka 2023, Benki ya Dunia ilisitisha mchakato wa kuipa Uganda mikopo ili kufadhili miradi yake kutokana na taifa hilo kuwa na sheria za kibaguzi. Ila siku ya Jumatatu, waziri wa fedha wa taifa hilo alitoa taarifa kwa Uganda itapokea dola bilioni 2 kutoka Benki ya Dunia, pesa zitakazotolewa kwa kipindi cha miaka 3. Bado Benki ya Dunia haijatoa tamko lolote, ila habari hii imepokewa na mashirika nchini humo ikisema hiyo ni hatua nzuri. Roland Ebole, mtafiti katika shirika la Amnesty International nchini Uganda, anasema hii ni nafasi nzuri kwa Benki ya Dunia kushinikiza taifa hilo kuondoa sheria za kibaguzi dhidi ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsi moja. Uganda imekuwa ikipoteza takriban dola milioni 586 hadi dola bilioni 2.4 kila mwaka kutokana na sheria hiyo baada ya ufadhili mwingi kusitishwa. Awali nimezungumza na Roland Ebole, mtafiti katika shirika la Amnesty International, ambaye nilianza kukumuuliza hatua hii mpya ya Benki ya Dunia kuipa mikopo taifa la Uganda inaashiria nini. Inaashiria
kuashiria kwamba lazima kumekuwa na mazungumzo kati ya rais ama serikali ya Uganda na benki kuu, na hivi basi wameweza kuelewana kwamba warejeleshe usaidizi wao. Lakini pia tunauliza maswali kwamba kama benki kuu ilisitisha usaidizi kwa sababu ya mambo fulani kuhusiana na mapenzi ya jinsia moja, kama mambo hayo yameweza kusuluhishwa. Sheria hii ya kupinga mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda imeathiri vipi uhuru wa watu, demokrasia pamoja na mashirika yasiyo kiserikali? Sheria hiyo pia inatoa hukumu ya kifo kwa wale ambao watapatikana kufanya mapenzi ya jinsia moja. Imeleta hofu sana katika taasisi mbalimbali, si wale wahusika peke yao wa mapenzi ya jinsia moja bali pia wahudumu wa afya na mashirika ya kijamii ambayo kwa njia moja ama nyingine inawasaidia wale ambao wanafanya mapenzi kwa jinsia moja. Imeleta hofu, wengine wameweza kutoroka nchini, lakini pia imeweza kuleta hali ya taharuki kwamba vile vyombo vya dola, polisi sana sana wanatumia sheria hiyo kuwatishia, kublackmail na kuitisha hongo kwa wale ambao kwanza wanakuwa suspect. Pili, pia wale ambao kwa uhusiano moja na mwingine, sababu pia ni hatia kuweza kufanya promotion ama kuweza kuwatetea watu wa mapenzi ya jinsia moja. Serikali inachunguza mitandaoni kuwatafuta ama kuangazia watu ambao wanafanya ile ambayo inaitwa promotion ama kuwatetea. Mbona mnataka sheria hii ya kupinga mapenzi ya jinsia moja itupiliwe mbali na serikali ya Uganda? Sababu ya kwanza ni sababu hii ya kuweza kutoa death penalty ama kifungo cha mwenye hatia ama yule ambaye atapatikana hatia kuweza kunyongwa hadi kufa. Na tunasema hivyo kwa sababu kama shirika la Amnesty International tunasema kwamba tuamini vifungo vya kunyongwa na kuuawa kwa watu. Pili, sheria hii ina ubaguzi mkubwa, na ubaguzi ni ubaguzi kwa wale ambao ni wapenzi wa jinsia moja, na ubaguzi huu unaenda kwa njia ambayo pia watu hawa hawapati matibabu. Na pia sheria hii imetumika sana na vyombo vya dola, polisi sana sana, kuweza kuwanyanyasa kwa vifungo, kuwapiga. Na mnaje, unadhani kurejelewa kwa mahusiano kati ya Uganda na Benki ya Dunia italegeza sheria hii? Labda inaweza kulegeza kwa sababu benki kuu ina ushawishi mkubwa. Benki kuu ya dunia ina ushawishi mkubwa. Tanzania miaka iliyopita, karibu miaka 2, tuliona benki kuu ikiweza kuishinikiza nchi ya Tanzania kubadilisha sheria ambayo ilikuwa inapinga wale wasichana ambao wanapata mimba ama wanapata watoto kurejea katika shule za serikali ama mainstream schools. Na kwa hivyo kwa jinsi hiyo benki kuu ya dunia ina ushawishi pia kuelezea Uganda ama nchi ya Uganda iweze kubadilisha mielekeo yake na sheria ambazo ni kindamizi kama hii sheria. Bila shaka huyo ni Roland Ebole ambaye ni mtafiti katika shirika la Amnesty International, akielezea zaidi kuhusiana na hatua ya Benki ya Dunia kuipa Uganda ufadhili wa pesa baada ya kusitisha ufadhili huo kwa muda kutokana na sheria ya kupinga mapenzi ya jinsia moja. Kumbuka vile vile unaweza kuzungumza nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, na pale Facebook na waona Tos Bartason, Ahmed Basaida, Kefa Obanchi, It's J Lings ambao wote wametuma maoni yao. Prosper Mboya ambaye anazungumzia ukandamizaji, anasema ukandamizaji umezidi kwa upinzani na vyombo vya habari, na kuna ujumbe mwingine tu mwingi. Na mnaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amesafirishwa hadi Tarime na jeshi la polisi baada ya kukamatwa. Zaidi ya watu 40 wamethibitishwa kufariki na wengine wengi kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha magari manne katika barabara ya Kampala kuelekea Gulu nchini Uganda. Na naibu rais wa Marekani JD Vance amesema ana imani kuwa maafikiano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yatatekelezwa kikamilifu. Na ni kwa nini sheria mpya ya kudhibiti uhalifu mitandaoni imeibua hisia mseto nchini Kenya? Tutakuwa tunaangazia hayo. Hii ni BBC.
Ni matangazo ya Dira Dunia